Mtazamaji wa Zaki Digital, unaweza kuwa unajiuliza kwa sasa ni nini ambacho kinaendelea pale nchini Sudan. Mwishoni mwa Oktoba 2025, wapiganaji wa RSF walianzisha mashambulio makubwa na kupelekea kuchukua udhibiti katika mji wa Al-Fasher pale nchini Sudan. Hii ni mara baada ya jeshi la nchi hiyo kujiondoa, likisema kwamba limefanya hivyo ili kuweza kuzuia mauaji zaidi ya raia. Sasa tangu wakati huo, mashirika ya misaada na walioshuhudia wameripoti kwamba kulitokea mauaji ya halaiki, ubakaji, uharibifu wa hospitali na hata njaa kali katika maeneo hayo. Shirika la Afya Duniani WHO na Umoja wa Mataifa vimeelezea hali hiyo kwamba ni janga baya zaidi kwa watu wa pale nchini Sudan. Kwa sasa naiona Marekani nayo pia inashirikiana na mataifa mengine kwa ajili ya kuhakikisha wanasitisha mapigano ambayo yanaendelea pale nchini Sudani. Hii ni kwa mujibu wa ikulu ya pale White House, ambayo inasema kwamba hatua hiyo imetokana na ripoti za mauaji makubwa baada ya wanamgambo wa RSF kuteka mji wa El-Fasher wiki iliyopita. Na sasa msemaji wa White House, Caroline Leavitt, amesema kwamba Marekani inafanya mazungumzo na Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri pamoja na Saudi Arabia ili kujaribu tu kutatua huu mzozo, ingawa amekiri kwamba si jambo rahisi kiasi hicho. Haya yanafanyika wakati ambapo Sudan imesema kwamba jeshi lake litaendelea kupambana na wanamgambo wa RSF. Baraza la Usalama na Ulinzi wa Sudan limeyasema hayo huku likiendelea kujadili pendekezo la Marekani la kusitishwa kwa mapigano. Huku haya yakijiri, wachambuzi wa kimataifa na wa usalama wa chakula wanasema kwamba hakuna msaada wa chakula ulioingia nchini Sudan mwezi huu, licha ya ripoti kwamba nchi hiyo inakabiliwa na njaa kali.